Baada ya kimya cha muda mrefu, hatimaye wananchi Yanga wamerejea kwenye uwanja wa mazoezi ili kujiimarisha zaidi kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Tanzania Prisons, mchezo utakaopigwa jijini Mbeya Juni 18 mwaka huu. Mpaka sasa Young Africans wameendelea kusalia na msimamo wao wa hatuchezi, wakiwa wameuboresha na kuwa hatuchezi ng'oo. Kupitia ukurasa rasmi wa mtandao wa Instagram, wameposti michezo yao iliyosalia katika ligi kuu ya NBC na fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Federation Cup. Kulingana na ratiba walioiposti, inaonyesha wamesalia na michezo miwili ya ligi ambayo ni dhidi ya Tanzania Prisons, mchezo utakaopigwa Juni 18 na mchezo dhidi ya Dodoma Jiji Juni 22 mwaka huu. Kwa namna mambo yalivyo, inaonekana dhahiri kwamba mchezo namba 184 wa ligi kuu bara, Yanga Sports Club dhidi ya Simba Sports Club, uliopangwa kupigwa Juni 15 baada ya kuahirishwa Machi 8 mwaka huu, hautambuliki kwenye ratiba ya wananchi Yanga. Mpaka sasa Yanga wanasimama katika nafasi ya kwanza kwenye msimamo wa ligi kuu wakiwa na jumla alama 73 baada ya kucheza michezo 27, ushindi kwenye michezo 24, sare katika mchezo mmoja na wakiwa wamepoteza michezo miwili. Stefan Aziz Ki ni miongoni mwa wachezaji ambao mashabiki, wapenzi na wanachama wa Yanga watammisi kwa kiasi kikubwa mno kutokana na umahiri, umaridadi, ufundi na vionjo alivyowapatia wakati akitimiza majukumu yake uwanjani. Mara kadhaa alionekana kuwa mkombozi katika michezo mbalimbali muhimu, zaidi ukikumbukwa mchezo dhidi ya Club Africain ya nchini Tunisia ambao bao lake moja lilitosha kuwavusha Yanga kwenda hatua ya robo finali kwa msimu huo. Nyota huyo kwa sasa ni mali halali ya klabu ya Wydad Casablanca ya Morocco, huku shilingi za Kitanzania zaidi ya bilioni 2 zinatajwa kutumika kumng'oa kiungo huyo kutoka ndani ya jeshi la kijani na njano. Kwa niaba ya wote waliokamilisha taarifa hii, jina langu ni Jessica Bitus. Asante kuifuatilia na kuzidi kuipa nafasi wa kusoma media. Mara zote tutakuwa bora kwa kupata taarifa, habari, dondoo na tetesi mbalimbali za kimichezo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.